hali ya upatikanaji wa maji kwa kweli kwa sasa imeimarika. Kwenye vyanzo vile ambavyo ni vya mlimani ambavyo vipata changamoto wakati wa kiangazi, sasa hivi maji yapo, kwa hiyo wananchi wanapata huduma. Lakini pia kwenye bwawa letu la Mindu tunaendelea kuzalisha kwenye uzalishaji wa kawaida, tunazalisha karibia lita milioni 30 wastani kwa siku, kwa hiyo hali si mbaya kwa sasa. Nianze kwa kushukuru serikali kwa uwekezaji mkubwa ambao inafanya manispaa yetu ya Morogoro. Kwa sasa tumefanya uwekezaji mkubwa kwenye eneo la Tungurwila, tumekamilisha mradi mkubwa wa usambazaji wa maji maeneo mengi ambayo kwa pati huduma. Maeneo ya Kitungwa sasa hivi tunaunganisha wananchi, tayari tumeshalaza matawi, kuna mabomba yamelazwa, tunaendelea kulaza. Tumekamilisha kazi kule Korogoso ambako ni eneo ambalo halijakuwa na miundombinu kabisa ya maji. Tumekamilisha kazi kwenye maeneo mengi ya shule, mtaa shule kule, mtaa zahanati, Tambukareli, mtaa wa Bomba la Zambia, maeneo mengi ambayo kwa kweli yalikuwa na changamoto ya huduma ya maji, sasa hivi wanaweza kupata huduma ya maji. Lakini bado tunaendelea pia, serikali imewekeza kwenye maeneo Kundi, Kiegea na Lukobe. Tunapata zaidi ya fedha bilioni 1.331 kutoka serikali kuu, lakini na sisi tumechangia kama milioni 484. Kwa jumla kama bilioni 1.8 imewekezwa kwa ajili ya kulaza kilomita 194 Lukobe, Kundi na Kiegea, na wananchi wameanza kuunganishwa maji. Mpaka sasa tumeshaunganisha wananchi karibia 1900, 1828 ni karibia 1900 kufikia sasa, kwa sababu bado tunaendelea kuunganisha na kazi hiyo inafanyika vizuri. Kwa hiyo kazi kubwa inafanywa na serikali, na hiyo ni awamu ya kwanza ya ulazaji wa mabomba. Tunaenda kwenye awamu ya pili ambayo tutalaza mabomba kilomita 268. Tayari mzabuni yashapatikana na mabomba yashaanza kuletwa. Na baada ya hapo tutaenda kwenye awamu ya tatu ambayo tunaendelea kutafutia fedha, tutalaza karibia kilomita 248. Kwa hiyo kazi kubwa inafanywa. Kwa hiyo maeneo hayo kazi inaendelea. Lakini tuna eneo la Mindu ambalo kwa sasa iko mitaa ambayo bado haina huduma. Kuna mtaa wa Madaganya, kuna mtaa wa Juni, kuna mtaa wa Mikoroshini. Maeneo hayo bado yalikuwa hana mkandarasi, huko tayari site anaendelea kufanya kazi ya kulaza mabomba kutoka kule kwenye chanzo cha Mtokatiwa, anaendelea kuleta mabomba mpaka kuvusha barabara ile ya Iringa, na baada ya hapo tutakuwa na mabomba ya usambazaji maji kama kilomita 13.5 ili wananchi wa maeneo yale waweze kupata huduma. Kwa kazi inafanyika. Kwa hiyo tunaomba wananchi waendelee kuwa wavumilivu wakati kazi inaendelea kufanyika. Kazi imefikia 44 na kazi inaendelea. Kwa matumaini yetu ni kwamba kazi hii mwaka huu itaweza kukamilika. Maana upotevu wa maji uko ndani ya uwezo wetu. Bomba likiwa linavuja maji unaliona. Kwa kwanza tumeanza ushirikiano na wananchi kwa maana ya viongozi wa serikali za mitaa. Tunahitaji kupata taarifa kwa wakati ili tuweze kushughulikia changamoto kwa haraka. Lakini pia kwenye swala la uvujaji tunataka kuboresha kwa kubadilisha mabomba ambayo ni chakavu. Yako mabomba ambayo ni chakavu, hata ukitengeneza leo kesho tena uvujaji unajitokeza. Kwa hiyo lazima tubadilishe miundombinu hiyo, lakini tunakita zaidi pia kutumia teknolojia ili tupate taarifa kwa wakati, lakini pia tuweze kushughulikia kwa haraka, lakini pia tuone kwamba eneo fulani taarifa itolewa lakini haijashughulikiwa kwa wakati. Kwa hiyo ni maeneo ambayo ni muhimu. Lakini kwenye uwizi wa maji kwa kweli tunawataka wananchi, moja, wawe waadilifu. Lakini pili, tupewe taarifa ukiona mwananchi yoyote mwingine anafanya jambo ambalo unaona linafanana na wizi. Kwa hiyo naomba sana tukushirikiana wananchi kwenye jambo hilo ili tuweze kupiga vita hii ya wizi wa maji kwa pamoja. Na Mheshimiwa Rais tayari anaendelea kuleta fedha za kutosha. Tuna imani kwa upatikanaji wa maji kwa sasa hivi kwa mkoa mzima wa Morogoro. Hii naongelea na maeneo yote ambayo yanahudumiwa na manispaa ikiwemo mamlaka za maji, Gairo, Ifakara. Asilimia ya upatikanaji maji ni 70% kwa sasa, 70.96. Lakini miradi yote ambayo tumeisikia hapa inaendelea, ukiwemo hapa manispaa kule vijijini, itakapokamilika yote kwa pamoja tunaenda kufikia zaidi ya 92% ya upatikanaji wa maji kwenye mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo serikali bado inaendelea kuwekeza jitihada na tuna imani maelekezo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi na 25-2030 tutayatimiza kwa wakati. Kawaida chanzo cha maji siku zote kinatakiwa kilindwe. Sasa haya yanayofanyika kwenye bwawa la Mindu kule ni kinyume cha kanuni za uhifadhi wa mazingira, lakini uhifadhi wa vyanzo vya maji, kwa sababu kuna shughuli zinafanyika pale kama za uchimbaji madini ambazo zinaathiri ubora wa maji ambao yanapatikana kwa hicho chanzo kutokana na sumu ambazo zinaweza kupatikana kwa hizo chemicals ambazo tunatumia katika
katika kuchakata yale madini wanayochimba. Sasa tumetoa maelekezo kwamba hizo shughuli zisimamishwe na wale wote ambao wanahusika na uchimbaji pale waondolewe, ili kuhakikisha kwamba yale maji yanaendelea kuwa salama, kulinda chanzo cha maji, lakini pia hata kulinda mazingira kwa ujumla.